Ninawasalimu wapenzi watazamaji popote mlipo, hamjambo. Karibu niweze kuwapasha na kuwaelezea yale yote ambayo yameweza kutendeka. Mimi ni Bwana Ezra. Kila ambacho nawaomba, tafadhali piga subscription, sambaza hichi kituo, sambaza habari hizi, tuendelee kukua familia kubwa. Uingereza kupitia kwa kituo cha BBC wameweza kuthibitisha kwamba jeshi la polisi Tanzania waliweza kuhusika pakubwa katika kuwaua raia wa Tanzania kipindi cha maandamano. So, msije mkadanganywa kwamba jeshi la polisi Tanzania halikuhusika. Uingereza kupitia kwa BBC wamesema kwamba jeshi la polisi lilihusika pakubwa. Mfano, kwenye umati wa watu walipokuwa wanakimbia hofu kwenye barabara ya vumbi, milio ya risasi inasikika. Mwanamke aliyevalia koti la rangi ya zambarau akiwa na mkongojo mkononi anaanguka chini. Hiyo ni ripoti ambayo wameweza kuitoa. Mwanamke mwingine anasikika akimwambia mama, simama, huku akijaribu kumuinua. Damu inaonekana ikitapakaa kwenye sehemu ya tumbo ya mwanamke huyo, na alama nyingine ya damu inaonekana kwenye mgongo wake. Kanda hii ya video iliyothibitishwa ilinaswa katika mji wa Arusha. Ni baada ya matukio kwa picha yaliyoibuka kutoka Tanzania baada ya vikosi vya usalama kuamua kuzima maandamano yaliyozuka siku ya uchaguzi mkuu wa urais tarehe 29 mwaka 2025 Oktoba, pamoja na uchaguzi wa ubunge. Video hii ilikuwa Arusha, eneo la Mianzini. Inaonekana polisi wakiwatawanya waandamanaji, ambapo mwanamke huyu alipigwa risasi na kuanguka chini. Maandamano hayo ambayo yalienea nchi nzima siku zilizofuata yaliandaliwa kwa kiasi kikubwa na vijana waliokerwa na kile wanachokiona kuwa ni mfumo wa kisiasa uliotawaliwa na chama kimoja cha CCM kwa miongo kadhaa, huku viongozi wa upinzani wakikamatwa na kuzuiwa kushiriki uchaguzi. Wherever we're gonna die, I don't care. We need our country. We need our country. We need our freedom. We need our freedom in my country. Why are you killing us? We tired of that shit. What the fuck? We tired of that shit. We tired of that shit. So kilichowachochea Watanzania kuandamana ni utawala wa chama kimoja kwa miongo mingi. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inasema kuwa imepokea ripoti zinazoonyesha kuwa mamia ya watu waliuliwa huku wengine wakijeruhiwa. Baada ya interneti kuzimwa kwa takribani ya wiki moja, makumi ya video na picha zilianza kuibuka mtandaoni zikionyesha hatari ya matukio ya vurugu. Maafisa waliovalia sare wakionekana kufiatulia risasi umati wa watu, miili ikiwa imetapakaa mitaani, huku mingine ikiwa imerundikana nje ya hospitali. Wanashuti watu, mbona vibaya?
Wanageuka wanakuja huko. Nasikia mpenzi mtazamaji, hiyo ni ripoti ya Uingereza ambayo imeweza kutolewa na kituo cha BBC ikionyesha kwamba pakubwa polisi waliweza kuhusika pakubwa kuwaua wananchi, mpaka wakachora ramani ya Tanzania, mapu ya Tanzania jinsi ambavyo unaiona hapo. Alafu kwenye hiyo ramani wakaweza kuonyesha kila sehemu ambazo wananchi waliweza kuuawa. Ukiweza kuangalia Mwanza, shooting bodies at hospital. Mwanza, miili ambayo ilikuwa imepigwa risasi ilitapakaa nje ya hospitali. Arusha, protesters shot, waandamanaji wakapigwa risasi. Dar es Salaam, armed police shooting casualties. Yani hii ni mapu ambayo iliweza kuonyesha kwamba Dar es Salaam, maafisa wa polisi ambao walikuwa na bunduki, silaha za mapigano, waliweza kuwapiga wananchi risasi. Vurugu zilianza katika jiji kubwa Tanzania kutokana na video zilizochapishwa mtandaoni ambazo tumethibitisha. Maandamano hayo yanaonekana kuongozwa na makundi ya vijana wa kiume yaliyounganishwa na vurugu la kimataifa la vijana wa Gen Z waliojawa na ghadhabu kutokana na kuzorota kwa hali ya uchumi pamoja na uongozi wa nchi barani Afrika na kwingineko. Maandamano ya kwanza tuliyobainisha yalifanyika siku ya uchaguzi jijini Dar es Salaam, ambacho ni kitovu cha uchumi wa Tanzania. Baadaye maandamano hayo yalienea hadi miji mingine ikiwa pamoja na mji wa Mwanza pamoja na Arusha. Kuzimwa kwa mtandao kunafanya iwe vigumu kubainisha msururo wa matukio, lakini ni wazi kutokana na video pamoja na picha zilizochapishwa mitandaoni kwamba waandamanaji walikabiliwa vikali maafisa wa polisi waliokuwa na silaha ambao walikuwa tayari kukomesha vurugu hizo kwa njia zote. Walifyatua mabomu ya machozi kutawanya waandamanaji. Katika video nyingine, milio ya risasi inaweza kusikika wakati watu wakitawanyika katika maandamano yaliyofuata. Wanapigwa kila mahali kumama macho. Baba arudi mkumba tengea. Piga mwendo kasi, mwendo kasi, mwendo kasi ya Makuma. Mwendo kasi hapo. Mwendo kasi. Piga hukuma. Tanzania. Mwendo kasi imeharibiwa Kiseki. Leo mpaka kanisa lifukuliwe leo mama. Hii ni ripoti mpenzi mtazamaji ambayo imeweza kutolewa na Uingereza. Samia hana mahala pa kujificha. Kwa nini mpenzi mtazamaji? Kwenye hii ripoti inaonyesha kwamba maafisa wa polisi walihusika pakubwa kuwaua wananchi. Eneo lililokumbwa na machafuko zaidi kwenye barabara kuu ya Morogoro kuelekea Dar es Salaam, katika video mbili tofauti
zenye picha za kutisha. Miili miwili inaweza kuonekana ikiwa imelala kando ya barabara karibu na kanisa la Kianglikana la St. Andrew. Mmoja amelala kwenye damu akiwa na majeraha yanayoonekana kichwani kuashiria huenda amefariki. Kando kidogo na hapo tumetambua miili mingine iliyo karibu na sehemu hiyo ya barabara. Mwili mmoja ulikuwa karibu na kituo cha basi na mingine miwili ikiwa imelala kwenye damu. Moja baadaye ilifunikwa sanda nyeupe. Majeruhi zaidi pia wanaonekana kwenye sehemu hii ya barabara kuu na katika mita jirani. Katika eneo lingine karibu na chuo kikuu cha Open University of Tanzania, kuna picha inayoonyesha maiti iliyo na jeraha la wazi kichwani. Katika video ya baadaye ya tukio hilo, tunaona mwili ukiwa umefunikwa kwa shuka nyeupe na kubebwa kuelekea walipo maafisa kadhaa wa polisi waliosimama kando ya jengo la chuo kikuu. BBC imethibitisha video zingine 12 kutoka Dar es Salaam zinazoonyesha watu wenye majeraha ya aina tofauti, baadhi yao wakiwa wamebebwa kutoka eneo tukio. Yule pale anaua watu, yule pale anaua watu, yule pale anaua watu. Huyo umemwona, huyo. Mambo ni magumu mpenzi mtazamaji. Tumethibitisha video kadhaa za polisi wakipiga risasi kuelekea eneo lenye kundi la waandamanaji. Naam, nyuma yangu ni baadhi ya wananchi ambao wamejitokeza kuandamana, lakini wamekutana na nguvu ya polisi. Kama unavyoona, mabomu ya machozi yameshapigwa pale, wananchi wakiwa wanatawanyika, lakini bado wakirusha mawe, wakiwarushia polisi. Hali si shwari sana hapa Kimarakibo, lakini tutaendelea kukujuza kadri ya muda utakavyokuwa unaendelea. Katika video 3 zilizowekwa mitandaoni, magari ya polisi yanaonekana yakiwakimbiza makumi ya waandamanaji katika barabara ya Nelson Mandela jijini Dar es Salaam, na tunasikia milio ya risasi ikirindima mara kadhaa. Jijini Arusha, kuniradhi, picha zinaonyesha gari la polisi likipita. Umati wa vijana waliokuwa wakiimba, milio ya risasi inasikika na watu kukimbia baada ya kutawanywa na polisi. Katika eneo hilo video nyingine inamuonyesha mtu aliyejeruhiwa, huku waliokuwa karibu naye wakisema amepigwa risasi. Katika eneo la Kijitonyama jijini Dar es Salaam, wanaume wawili waliovalia sare wamerekodiwa wakilenga shabaha na kufiatua risasi kuelekea kwa waandamanaji waliokuwa kando ya barabara kuu. Tulithibitisha eneo hilo liko karibu na shule ya sare zao za kijani kibichi na kofia zao zinalingana na karibu na zile zilizovaliwa na polisi wa Tanzania. Chini ya mita 100 tunamuona mwanaume akiwa amelala barabarani akiwa na jeraha linalofuja damu kichwani. Kwa umbali, wanaume waliovaa sare za kijani wanaweza kuonekana, mtu anaweza kusikia akipiga kelele, amepigwa risasi ya kichwa, wamemuua. Wakati video ikiendelea,
na milio ya risasi zaidi inafuata. Pia kuna video nyingine zilizoonekana na BBC za wanaume waliovalia sare za kijani zile wakifiatua silaha, wakati mwingine hewani, mara nyingine kwenye mitaa hiyo wazi. Hata hivyo, nyingi kati ya video hizi zimerekodiwa kutoka umbali sana, mara nyingine kutoka nyuma ya reli ya roshani au nguzo ya mjengo. Kwa hivyo hatumuoni mpiga risasi na kile kinachorushwa kwenye picha sawa. Sio wote tuliowaona wamebeba bunduki, wamevaa sare. Katika picha zilizopigwa katika barabara ya Sam Nujuma jijini Dar es Salaam, wanaume watatu waliovaa kiraia wanaonekana wakifiatua risasi wakiwa kando ya gari aina ya saloon. Haijabainika wanapiga risasi nini. Pamoja nao tunamuona mwanaume mwingine aliyevalia sare ya polisi na helmeti akiporudi kwenye gari. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa ya haki za kibinadamu Volker Turk ametoa wito wa uchunguzi kufanywa kuhusu mauaji na ukiukaji mwingine uliofanywa wakati wa uchaguzi nchini Tanzania, pamoja na kuachiliwa bila masharti kwa wale wote waliokamatwa kabla ya upigaji kura na wengine waliozuiliwa tangu wakati huo. Hiyo ni ripoti kamili ambayo imeweza kutolewa na BBC, mpenzi mtazamaji, pamoja na Uingereza, ikionyesha kwamba polisi walihusika pakubwa sana kuwaua Watanzania. Ripoti hii nimeweza kukuisomea jinsi ambavyo ilikuwa imeandikwa, ndiposa uweze kujua kwamba polisi Tanzania, jeshi la polisi Tanzania lilihusika pakubwa katika harakati za kuwaua Watanzania. Alafu utasikia Kamanda Muliro akisema kwamba polisi hawakuhusika kufiatulia wananchi risasi. Na Uingereza imeweza kuthibitisha wazi kwamba polisi waliweza kutumika kufiatua risasi kuelekea kwa wananchi. Tunaelekea wapi, mpenzi mtazamaji?